Mimi naitwa Soila Saibulu, ni mama wa mtoto mmoja. Nimelelewa katika familia nzuri, familia ambayo ina upendo, familia yenye wazazi wote wawili. Katika kulelewa na wazazi wangu, walinilea vizuri katika maadili mazuri, maadili ya kuwa na heshima, kuwa mkweli. Pamoja na hayo, hawakutunyima kwenda kanisani. Wao walikuwa wakitusisitiza kwenda kanisani. Tulikuwa tukienda kanisani Jumapili katika kanisa la Katoliki ambazo zilikuwa karibu. Kwa hiyo wao walikuwa wanashiriki tu kwenye, tukiwaambia kuna mchango, kuna nini, watatupatia sadaka, watatupa michango, lakini wao kwenda kanisani ilikuwa ni ngumu. Lakini maisha yangu yalibadilika pale tu ambapo nimeenda chuo. Nilibadilika kwa sababu wazazi hawakuwepo tena kusema labda watakulinda, watakwambia usifanye hivi, usifanye hivi. Kwa hiyo itakuwa ni wewe na maisha yako, unajiamulia ufanye nini, unajiamulia uende wapi. Kwa hiyo influence ilikuwa kubwa ya marafiki. Kwa hiyo chuoni kama mnavyojua, marafiki wapo wa kila aina, wazuri na wabaya. Kwa hiyo influence ilikuwa ya namna zote. Kwa hiyo pale ndo nilipoanza kuwa na mahusiano ya hapa na pale. Kwa hiyo nilianza na mahusiano ya wanaume. Kwa hiyo ikawa ni maisha yangu ya kawaida yani. Kwa hiyo nikiwa chuo nakuwa na maisha yangu. Nikienda nyumbani ni maisha mengine. Yani ni msichana mzuri, ni msichana ambaye ana heshima, anavaa nguo za heshima, lakini ukirudi chuo utavaa visuruali, vinini. Yani ni miniskirt, lakini sikuwahi kulelewa hivyo. Mwanzoni ilikuwa ngumu kuvaa hivyo, lakini baada ya kuwa na hiyo interaction ya wanafunzi wa kila aina, nikabadilika. Kwa hiyo nikawa navaa ninavyoweza mimi, lakini tu kuna vile vitu ambavyo nilikuwa siwezi kuvifanya kwa sababu ya nilivyolelewa. Kwa hiyo maisha yalipobadilika, kwa hiyo nikawa na maisha ya double life kama unavyojua. Nyumbani na maisha ya hivi, watu wananijua hivi, lakini nikija chuo ni mtu mwingine. Mungu hakuacha kunionya kulingana na maisha ambayo nilikuwa nayaishi. Huku nyumbani naishi maisha haya, huku chuo naishi maisha haya. Kwa hiyo Mungu hakuacha. Na kwa mfano alimleta msichana mmoja kwenye maisha yangu. Tulikuwa tukifanya kazi sehemu moja kwenye orphanage moja huko Arusha. Tulikuwa tukifanya kazi sehemu moja. Kwa hiyo alimleta, tukawa tunaishi wote, na ukijua kwamba kila kazi ina siku za off days. Kwa hiyo kwenye off days nilikuwa na spend time na yeye nyumbani na kanisani kwao. Kwa hiyo tulikuwa tukienda kanisani kwao, ofu zikiisha narudi kwenye kituo cha watoto yatima. Kwa hiyo ilikuwa ndo maisha yangu. Lakini alikuwa ni msichana ambaye maisha yake yalinivutia sana, kwa sababu alikuwa ni mdada ambaye maisha yake ni nyumbani, maisha yake kanisani. Yani tu utasikia tu mimi naenda kanisani mara hivi. Yani maisha yake yamenyooka kwa Mungu. Kwa hiyo kupitia hapo nikaanza kuona miziki ambayo alikuwa anazisikiliza, nyimbo ni za taratibu za kimungu. Yani nyimbo tu zile ambazo yani unaona yani huyu mtu, yani haiwezekani mtu akasikiliza nyimbo kama hizi. Mimi ilikuwa akitoka tu nasikiliza nyimbo zangu za Bongo Flava, nasikiliza na movie kuanzia asubuhi mpaka jioni. Yani ndo mambo yangu, yani kabla sasa yale mambo yake hayajaniingia. Kwa hiyo akisikiliza zile nyimbo za taratibu zilikuwa zinaniboa, yani zinaniboa kwa kweli. Kwa hiyo kutokea hapo akaanza kunishauri, akaanza kuniambia maneno mazuri ya Biblia, na nisomea Bible verses tofauti tofauti. Ananiambia, mdogo wangu, maisha ya kumcha Mungu ni mazuri sana. Nikawa tu namsikiliza, lakini sasa natamani kufanya hivyo, lakini nafanya tu basi, lakini sio kwamba ni kitu ambacho nilikuwa nakitaka kwa muda huu. Sehemu nilipokuwa nafanya kazi, kulikuwa kuna desturi kwamba mtoto akiumwa, mtoto akiwa na jambo la kwenda naye mjini, unatoka naye, unaenda naye mjini. Lakini kuna safari moja ambaye nilikuwa naenda hospitali, ndipo nilipokutana na kijana mmoja ambaye alikuwa very good looking, alikuwa mrefu, alikuwa mzuri. Alikuwa ana sifa zote za mtu kuwa rafiki yake.
Kwa hiyo kutokea hapo tukawa tumezoeana sana na tukawa marafiki wa karibu. Kwa hiyo kutokana na huo urafiki, siku baada ya siku ulikuwa unakuwa urafiki wa kawaida sana, lakini sikujua kwamba moyoni mwa yule kijana pia alikuwa ana hisia tofauti. Kwa hiyo kulingana na hapo tulikuwa marafiki, tulikuwa tukiongea muda mrefu na simu za hapa na pale. Tulispend muda mrefu kwenye simu kwa sababu sehemu nilipokuwa nakaa ilikuwa sio sehemu ambayo tulikuwa tunaweza tukaonana muda wote. Kwa hiyo marafiki walinionya, walikuwa wakiniambia kwamba urafiki ni mzuri lakini usije ukafika mbali zaidi hapo. Kwa hiyo marafiki tofauti tofauti walinionya, na hata pia mama ambaye nilikuwa nakaa naye, yule ambaye niliwaeleza kwamba alikuwa very spiritual lady, alikuwa akinionya kwamba huyu kaka ni good looking man lakini sio wako. Kwa hiyo urafiki usije ukafika mbali zaidi hapo. Kwa hiyo nilipata mashauri ya hapa na pale, lakini kutokana na kwamba sikuwa na uelewa wa vitu vingi, kwamba pia upendo unatakiwa uweje, upendo unatakiwa labda uwe na principles. Sikuwa najua kwamba love is a principle. Nilikuwa tunajua love is a feelings. Ukimpenda mtu basi mnapendana, mnaendelea na maisha. Kwa hiyo urafiki uliendelea, lakini kadri ulivyokuwa unaendelea hisia zilibadilika, zikawa tena za kimahusiano na sio tena za urafiki. Kwa hiyo alipobadilisha akaleta mada yake mezani, haikuwa tena ya kuwaza kusema labda niombe, sijui niweke foundation labda ya maombi, nimwambie labda nipe muda au hivi, labda haikuwa ya kiungu zaidi. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kuingia kwenye hiyo trap ambayo ilikuja mbele yangu kwa sababu sikuwa na uelewa mambo mengi. Kwa hiyo alipokuja tukaendelea, akawa boyfriend wangu, tukaendelea na mahusiano, lakini zaidi nilikuwa napata mashauri mengi kulingana na yale mahusiano kwa sababu hayakuwa na foundation yoyote ya kiungu. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi hata yule msichana kuniambia, unapoelekea sio pazuri, achana na mahusiano haya kwa sababu sio mazuri na sio ya kiungu. Kwa hiyo achana na haya mahusiano, sio mazuri, afu haupaswi kufanya hivyo. Nilikuwa nachukulia kawaida sana kwa sababu nilikuwa nimeshazama kwenye penzi zito. Kwa hiyo sikuwa namsikia yeyote. Kwa hiyo nilionywa na Mungu pia kutumia hao mabinti, lakini sikuwasikia. Kwa hiyo mahusiano yaliendelea lakini hayakulast kwa sababu zilitokea changamoto za hapa na pale, lakini lingine lililotokea kubwa zaidi ni kupata ujauzito. Nilipata ujauzito, lakini haikuwa shock kwangu kwa sababu nilipokuwa kwenye mahusiano au nilionywa, na kabla ya mahusiano pia nilikuwa nimeota mara nyingi kwamba nina ujauzito, napitia pagumu. Niliota karibia mara 3 napitia pagumu na huo ujauzito, na nilikuwa sijapata ujauzito kabisa. Kwa hiyo na yule mdada tena akaja akaniambia, mdogo wangu, yani nimekuota vibaya, una ujauzito afu unapitia changamoto sana. Achana na haya mahusiano, sio godly kabisa. Kwa hiyo achana nayo. Sikumsikia. Kwa hiyo ilitokea la kutokea, nikapata ujauzito. Nilipopata ujauzito, kwa sababu pia yale mahusiano kama unavyojua hayakuwa na foundation yoyote ya kimungu, kwa hiyo hayakuendelea kama ilivyokuwa. Kwa hiyo mahusiano yakaishia pale, na hata yule mkaka hakuonyesha ushirikiano zaidi kama nilivyotazamia labda. Kwa hiyo ilikuwa vile vile ambavyo nimeota, ikawa vile vile. Ikawa ni maumivu, lakini nilisimama. Kwa hiyo nilipoteza kazi, nilipoteza vitu vingi kupitia hayo. Yani baada ya kupata mimba nilipoteza vitu vingi. Hata ile kazi ya orphanage nilipoteza kwa sababu ya kupata ujauzito. Moja ya kitu ambacho nimejifunza kupitia sehemu hii ni kwamba Mungu hajawahi kutuacha. Yani hata kama we ni mbaya, unaomba, uombi, yani Mungu hajawahi kutuacha. Mara nyingi anatuonya,
na anatumia watu, anatumia vitu, anatumia ndoto, anatuonya kupitia vitu vingi sana. Kwa hiyo kulingana na chaguzi zetu ambazo tunazifanya ndizo zinazo determine kwamba unamsikiliza Mungu au umsikilizi. Lakini siku zote Mungu hawezi kutulazimisha kwa jambo lolote, ila tu anatupenda. Kwa hiyo mara zote anakuwa anatulinda na anatuonya pamoja na madhaifu yetu ya hapa na pale ambapo tunafanya kulingana na chaguzi zetu.